tumelisoma hili neno katika Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Neno linasema kuhusu wanawali 10 ambao 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Kwa hivyo hao wanawali walikuwa wa busara, basi hao walikuwa wamejiwekea mafuta, na hii mafuta ilikuwa ni bwana harusi akikuja, basi wakaweze kuhakisha taa zao. Kwa hivyo tunasoma katika Mathayo 25 verse 1 to 10 ya kwamba kuna wanawali wa 10, kuna 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Na siku ya leo wewe ukitangia ambaye unasikia ya kwamba siku utafika katika mlango ambao ni Yesu Kristo ndio mlango, ya kwamba usiseme ya kwamba hukuhubiriwa utakupitia. Kuna mtu ambaye alikuja barabarani akakuhubiria, lakini wewe ukasema mimi niko busy. Lakini kumbuka sauti ambayo sasa ninanena ya kwamba kuna Biblia inasema Mathayo 25 verse 1 to 10, wanawali 10 na 5 wenye busara na 5 wapumbavu. Kwa hivyo siku ya leo mimi sijui wewe ni mwanawali ambaye uko katika ama uko katika wenye busara, maana kuna wanawali wapumbavu na wanawali ambao basi ni wenye busara. Na neno hili linasema ya kwamba hao wenye busara, wenye hekima na hao bwana harusi ni kwa sababu bwana harusi alikalia. Na unajua Yesu anapokuja basi neno nasema bwana harusi alikalia, na huyu bwana harusi basi ni Yesu Kristo. Kumbuka vile yule dada ambaye ni wa Lazaro alimwambia Yesu, ndugu yangu ni mgonjwa. Yesu hakuenda saa hiyo. Yesu alienda kama Lazaro amezikwa, alichelewa. Kama Lazaro amezikwa na ako kaburini siku ile. Na hapa tunaona ya kwamba Biblia inatuambia in Matthew chapter 25 verse 1 mpaka 10 ya kwamba wanawali 10 wenye busara na wengine hawakuwa wenye busara, wengine walikuwa wapumbavu. Kwa hivyo hawa wenye wapumbavu walikuwa hawajajiwekea mafuta. Na mafuta hii basi ni nini? Mafuta sio ile unajipakana na baba. Mafuta hii sio ile unajipakana mama kwa kichwa chako. Mafuta sio unajipakana miguu. Mafuta hii ambayo ninaongea basi ni mafuta ambayo inarepresent Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Kwa hivyo mafuta inawakilisha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hao 5 hawakuwa na Roho Mtakatifu, hawakajua ya kwamba bwana harusi atakawia. Hawakuwa na roho ya patience, wakajua wajiwekee mafuta ili bwana harusi atakapochelewa basi tutahakisha tarehe. Hao walimaliza mafuta yao, na ndio maana siku ya leo kuna watu hapa duniani hawana mafuta. Mafuta yao iliisha, mafuta yao ilimalizika kwa Mama Puna, mafuta ya wengine ilimalizika kwa Krishna. Kuna mafuta ya wamama ilimalizika kwa wazee watatu. Kuna mafuta ilimalizika kwa Ivu wa ile. Basi mafuta yako ilimalizika mahali pale. Basi siku ya leo wewe ni mwanawali ambaye ni mpumbavu, ambaye wewe unasema kuna wanawali 5 ni wapumbavu, 5 walikuwa wenye hekima. Kwa hivyo wewe ambaye basi haujaamini Yesu Kristo ndani ya moyo wako, hauna mafuta,
mafuta ambayo najipakanga ya kila siku, lakini hawa ninaongelea mafuta ya Roho Mtakatifu. Wewe mwanadamu unanisikia, uko na roho gani ndani yako? Uko na roho gani ambayo huwa anaoperate ndani yako? Na kama una roho kama una roho wa upendo, taa yako ilizimika, basi kuna watu ambao taa zao zilizimika ni kwa sababu hawana mafuta, hawana roho ambayo ni ya Mungu. Wako na roho maneno tasema hao wanawali watano walipokuwa wanaenda kununua, bwana harusi alikuja, akaweza kukuja, akaweza kuingia na wale wanawali watano waliokuwa na hekima ambao walijiwekea mafuta. Basi wakaingia harusini. Walipoingia harusini, basi neno linasema mlango ukafungwa, na mlango ulipofungwa, walipokuja basi wakaambiwa nyinyi si wajui, wakaambiwa nyinyi hamuna mafuta, wakaambiwa ya kwamba hamkujiwekea akiba. Na siku ya leo basi nimekuja kwa wanabiashara, nimekuja kwa wewe mama, wewe mpita njia, mafuta yako iko wapi? Mafuta ni roho wa Mungu, na kama una roho wa Mungu, sahau na kuingia kwa mlango, sahau na kuingia mbinguni, maana ile maki ya Mungu maki ya Mungu, maki ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Wapendwa, kama una Roho Mtakatifu, wewe hauna maki ya Mungu, wewe uko na Roho Mtakatifu. Kama una roho wa Mungu, wewe uko na Roho Mtakatifu, uko na Roho Mtakatifu, hauna roho wa Mungu. Basi maki ya Mungu ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu mwanadamu amepewa roho ambayo inaakisha mafuta. Hiyo ndio mafuta. Na kama una Roho Mtakatifu, uko na Roho Mtakatifu, ndio maana unatamani wanawake wenyewe. Hiyo ni Roho Mtakatifu wanawake. Kuna watu wako na roho, wanabiashara wako na roho ambayo ni Roho Mtakatifu. Basi hiyo si roho ya Mungu. Wazee wako na roho ya mtaka wanawake waine, hiyo ni roho ya mapepo, hiyo ni roho ya shetani, hiyo ni roho ya Sodoma. Kuna wasichana wako na roho ya gezi, lesbian. Basi sikeleo wewe lesbian, nakwambia mlango utafungwa, wewe ambaye umeoa mwanamke kwa mwanamke. Basi nakwambia nikiwa na roho ya Mungu ya kwamba hauna roho ya Mungu, uko na roho ya Sodoma katika kuzimu peke yako. Wewe ambaye umeoa mwanamke kwa mwanamke, hiyo ni Sodoma peke yako, na mlango utafungwa kwa wewe mwanaume ambaye umeoa mwanamke mwenzako. Mlango utafungwa mbinguni ni kwa wale ambao wako na mafuta. Mafuta ni Roho Mtakatifu, mafuta ni roho ya upendo. Kama una upendo ndani yako wewe mwanadamu, basi uko na mafuta ya chuki, uko na mafuta ya shetani. Kama una mafuta ambaye ni Roho Mtakatifu, uko na mafuta ya chuki. Na kama unachukianga watu ovyo ovyo, basi uko na roho ambaye ni mafuta machafu. Siku ya leo sijui uko na mafuta gani, sijui ndani yako unajipaka mafuta gani, umejipaka mafuta gani wewe mzee? Ni mafuta gani ambayo uko nayo? Ni mafuta gani ambayo uko nayo wewe mzee, mama? Siku ya leo hapa tunaona wanawali ambao walikuwa wapumbavu, mafuta yao iliisha, mafuta yao iliisha. Na je, wewe ambao unanisikia, mafuta yako iliishia wapi? Wengine mafuta iliishia kwa taa, wengine mafuta iliishia kwa noti. Leo nimekuja kuambia rudi ukaweze
Mtakatifu akaweze kuingia ndani yako, akakutie mafuta. Hiyo ndio mafuta ambayo tunaongelea ya wanawali ambao walikuwa na hekima, wanawali ambao basi wako na hekima ya Mungu, wako na mafuta ya Mungu. Sasa sijui siku ya leo wewe umejipaka mafuta gani? Labda umejipaka hii ya kunuka, hii ambayo tumeona inanuka, ukiwa hapa bado ukipita hapa bado inanuka, mpaka utakapofika kwako bado inanuka. Hiyo si mafuta ninaongelea mafuta ya Roho Mtakatifu. Na kama una Roho Mtakatifu, na hiyo ndio mafuta ya Mungu ambayo ameweka ndani ya mwanadamu, ya kwamba mwanadamu akule Roho Mtakatifu. Na kama una hiyo mafuta ya Roho Mtakatifu, basi uko na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo siku leo nimekuja kukwambia, je, wewe uko katika njia gani? Uko katika ile njia ya wanawali wapumbavu watano, ama uko katika njia ambayo ya wanawali wenye hekima, wenye walijiwekea akiba? Kama mafuta yako basi iliishia Nairobi, kama mafuta yako iliishia Ruiru, basi Yesu bado anakuita, anakuhitaji siku leo akaweze kukushia mafuta. Mlango utafungwa, mlango utafungwa. Na hivyo ndio Yesu anasema ya kwamba ufalme wa Mungu utafanana na wanawali 10, wengine 5 ambao ni wapumbavu, wengine 5 ambao wenye hekima. Hivyo ndio ufalme wa Mungu utafanana. Kwa hivyo ufalme wa Mungu hautatangazwa Sunday. Yesu anakuja Sunday, Yesu anakuja Saturday. Yesu anakuja kila Sabato. Ufalme wa Mungu umefanana na wanawali 5 ambao wenye walikuwa wenye hekima, walijiwekea mafuta yao, wakajua Bwana atakawia, wakajiwekea akiba kusema ya kwamba Bwana atakapokuja basi tutakuja tatu, tutaongezea mafuta kwa taa zetu. Na siku ya leo kuna watu mafuta yao hawana mafuta, hawawaki, mafuta yao iliisha. Basi siku ya leo Yesu anataka kurudi. Kuna watu ndani ya mioyo yao basi mafuta iliisha. Yesu anataka moyo wako, mafuta ya Roho Mtakatifu iwake ndani ya moyo wako. Siku ya leo mimi sijui ni mafuta gani ambayo umejiwekea, sijui ni mafuta gani ambayo umejipaka. Inafaa ujipake Roho Mtakatifu ambaye anakuonyesha msalaba, ambaye anakuonyesha kutubu dhambi zako. Basi kama wewe utubu dhambi zako, hauna mafuta, hauna hiyo Roho ambayo ni mafuta, basi Baba, katika jina la Yesu, bariki watu hao ambao wamesikia neno lako. Na Mungu, kuna wale hawajakuamini, nami ninatangaza bila uliambia Yeremia utalifuatilia neno lako Baba. Nami nasema utalifuatilie, maana nimeingia masikioni mwao. Yule hajakuamini asiwe na amani mpaka ile siku Bwana atakupokea. In Jesus' name I pray. Amen.